Chadema Law Reforms. Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti, nikupe salimia wakazi wa eneo hili. Tunajua wako wengi na wako pembezoni. Karibu uweze kuwasalimia, na tutakwenda kumalizia msingi wa mwisho hapo mbele, na baada ya hapo tutakwenda kwenye mkutano wa hadhara pale stendi ya Malamba Mawili pale Mbezi Mwisho. Karibu sana makamu mwenyekiti wa chama taifa. Ndugu zangu, watu wa mtaa unaitwa Kibamba shule people, nataka niseme jambo moja kwenu watu wa Dar es Salaam. Mabadiliko duniani yanaanzia kwenye miji mikubwa. Mabadiliko yote duniani yanaanzia kwenye miji mikubwa, na mabadiliko hayajireti, mabadiliko yanapiganiwa. Mabadiliko duniani kote yameletwa na vijana na watu maskini. Sisi wa Tanzania ni watu ambao tumebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu kwa rasilimali nyingi, lakini watu wetu ni maskini na wanaishi maisha mabaya kwa miaka 63 kwa makusudi, kwa watu wachache kujimilikisha utajiri wetu na kutugeuza sisi wengi kuwa maskini. Na bahati mbaya sana kwetu, tunaridhishwa na maisha ya kijinga tunayoishi. Tunafurahia maisha mabaya tunayoishi. Tunafurahia kulala sehemu mbaya. Tunafurahia kukosa matibabu. Tunafurahia kutembea kwenye madaradara ambayo yako congested, na tunaona ni sawa. Na mnafikiri maisha haya Heche ndio yupo kuyapigania na Lissu yupo kuyapigania, nyie wengine mkae pembeni tu, Heche ataleta mabadiliko. Haiwezekani. Kama mnahitaji mabadiliko, na mabadiliko tunayohitaji sio kuiweka tu Chadema madarakani, ni kuiweka Chadema madarakani na yenyewe ikishindwa kutekeleza inayoahidi, muwe na nguvu ya kuipiga chini na kuweka watu wengine, ili tufanye maendeleo ya kweli katika nchi hii. Tukikubali kutawaliwa na kakikundi ka watu wachache ambako kamejimilikisha rasilimali madini, sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Vijana wetu hawastahili kukaa mitaani bila kazi za kufanya. Sisi ni nchi ambayo tuna madini yote tunayojua, ikiwemo Tanzania. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini mpaka leo watu wetu hawana nyumba za kulala? Kwa nini watoto wetu wanasoma kwenye shule za hovyo? Kwa nini watu wetu wanakwenda hospitalini hawana madawa, wanakufa?